Mwaka 2025 ni mwaka wa kihistoria kwa taifa la Tanzania, ambapo Watanzania walifanya uchaguzi mkuu wa kuchagua rais, wa bunge na madiwani kupitia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wananchi walishiriki kwa wingi na hatimaye Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi na kuendelea kuongoza nchi kwa awamu nyingine. Baada ya kuapishwa rasmi, Rais Samia alianza kazi mara moja kwa kasi na mwelekeo mpya, akisisitiza kauli yake ya kazi na utu, tunasonga mbele, ikiwa na msisitizo wa maendeleo jumuishi, ustawi wa wananchi na diplomasia ya uchumi. Novemba 14 mwaka 2025, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akilihutubia na kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bungeni Dodoma. Kwa upande wa Wizara ya Ujenzi, aliahidi kuendelea kukamilisha utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa miundombinu na kuendelea na miradi ya kimkakati, hususan upanuzi wa barabara katika miji na majiji. Mheshimiwa Spika, eneo jingine takalolipa uzito mkubwa ni sekta ya ujenzi. Kipaumbele chetu kitakuwa kukamilisha miradi mbalimbali ya ujenzi wa barabara ambazo tayari zimeanza na zinaendelea. Tutaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya barabara kupitia TANROADS ili tufikie lengo letu la kuunganisha wilaya zote na makao makuu ya mikoa yao kwa kiwango cha lami. Hakika jambo hili litafungua nchi na kufungua fursa mbalimbali za kibiashara nchini. Katika awamu yake ya kwanza tumeshuhudia ukamilishaji wa ujenzi wa madaraja makubwa 9 na takriban barabara zenye urefu wa kilomita 15,511.25 zipo katika hatua mbalimbali ya utekelezaji. Leo tunaangazia siku 100 za uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta hii ya ujenzi. Moja ya mafanikio yaliyogusa maisha ya wananchi moja kwa moja ni ukamilishaji wa madaraja ya dharura katika maeneo mbalimbali nchini yaliyokuwa yameharibika kutokana na mvua kubwa za El Nino na kimbunga Hidaya zilizonyesha kati ya mwaka 2023 na mwaka 2024. Kukatika kwa madaraja hayo kulisababisha adha kubwa ya mawasiliano yaliyosababisha kusimama kwa shughuli za kiuchumi na kuhatarisha maisha ya wananchi. Moja ya mkoa ulioathirika na mvua hizo ni mkoa wa Lindi, ambapo mawasiliano katika barabara kuu ya Marendego na Ngurukuru, Lindi Mingoyo yani T7, na barabara za mkoa Kiranjiranji na Michinga, Tingi Kipatimo na Ngurukuru Liwale na Liwale na Chingwea alikatika. Hapa tupo katika barabara ya Marendego Lindi Mingoyo, barabara ambayo inaunganisha mikoa ya Mtwara pamoja na Ruvuma. Mwaka 2023-24 ilitokea adha kubwa ya kukatika kwa madaraja kutokana na kimbunga Hidaya pamoja na mvua za El Nino. Katika barabara kuu maeneo manne yalikatika: eneo la Somanga Mtama, eneo la Mikelengende, eneo la Njenga, lakini pia kuna eneo la Songa hapa katikati lilikatika. Kwa hiyo kufuatia adha hiyo, Mheshimiwa Rais aliidhinisha jumla ya shilingi bilioni 119 kwa ajili ya kuja kutatua changamoto hii ambayo ilitokea katika maeneo hayo. Kwa hilo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa fedha hizo ambazo mpaka hivi sasa zimeshatatua changamoto hiyo na kufanya kukatika kwa madaraja katika maeneo hayo sasa kuwa historia. Lakini kazi hii ya ujenzi wa madaraja pia inahusisha uwekaji wa taa za barabarani, yani street light, ambapo katika barabara kuu kuna jumla ya taa 160. Taa hizo tunategemea zitasaidia katika kuweka usalama katika maeneo ya mabarabara, lakini pia itasaidia katika shughuli za biashara katika maeneo haya, ambapo wafanyabiashara wataweza kufanya kazi mpaka usiku kwa kuwa kutakuwa kuna mwanga na usalama. Hivyo tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuidhinisha kiasi hicho cha fedha ambacho kimetatua changamoto iliyokuwepo hapo awali. Rais Dr. Samia ameonyesha kwa dhati anavyoshughulika kwa vitendo katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati na ile ya dharura kwa kuendelea kuielekeza Wizara ya Ujenzi na Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS kukamilisha miundombinu hiyo kwa wakati na kwa viwango ili wananchi waweze kupata huduma
za usafiri wa uhakika na matumizi ya barabara kipindi chote cha majira ya mwaka. Wananchi wa mkoa wa Lindi kwa ujumla wetu, kipande hiki kilitupa shida kweli hasa baada ya kukatika. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kuirudisha miundombinu hii kwa kiwango cha ubora wa mara 5 zaidi ya pale ilipokuwepo. Rais wetu ametuonyesha upendo wake mkubwa tena wa dhati, na sisi tunamuahidi rais tunamwonyesha upendo mkubwa na wa dhati, kwa sababu haya madaraja halikuwa hili peke yake. Pesa ambayo rais aliidhinisha kutengeneza hii madaraja yaliyokuwemo yamebomoka kwenye mkoa wa Lindi ni makubwa sana, ndugu mwandishi wa habari. Na kwa akili za kawaida tu kama mimi sikutegemea kwamba Tanzania hii tungeweza kuwa na daraja ya aina hii, kwa sababu daraja ukiipiga picha alafu ukaitupa kwenye mtandao wanaweza kusema hapa Japani au Ujerumani. Kwa hiyo mama ametuonyesha kiwango chake kikubwa cha uongozi. Kupitia miradi hiyo ya dharura, serikali imekamilisha miradi 40 kati ya miradi 81 ya ujenzi wa madaraja ya dharura kupitia programu maalum ya Contingent Emergency Response Component inayofadhiliwa na Benki ya Dunia. Wananchi wameeleza kufurahishwa na hatua ya ukamilishaji wa madaraja ya dharura mkoani. Eneo hili ambalo leo tunasimama na nazungumza, tulikuwa hapa watu wa kata ya Somanga na kata jirani na wageni, tulikuwa tunakimbizana kulingana na mazingira ya maji. Kwa hapo mwanzo tulikuwa tuna changamoto kidogo ya kuhusu madaraja, tulikuwa tunakaa muda mrefu, wingi sana magari, kwa kiasi ambacho tulikuwa tunakuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo tulikuwa kama kwenye kusafiri kuenda sehemu mbalimbali kwa tunashindwa kwa kweli. Tulikuwa tunafiwa, wazee wetu wanafariki, tunashindwa hata kwenda kuzika. Hata mimi kipindi cha madaraja yaliyovunjika alikuwa na kaka yangu, alifariki, lakini sikushindwa kwenda kuzika kwa sababu madaraja. Yaani nimeshatoka zangu kule na kutaka kufika huko. Nilikuwa nimeenda masoko kumwangalia mgonjwa. Nilivyorudi daraja limevunjika. Pa kupita hamna, tumekaa siku 3. Lakini sasa hivi tunashukuru kwa kweli, tunatoa shukrani za dhati. Mama Samia tunampa hongera kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kuandalia madaraja. Sasa hivi tuna burudani, tunafanya biashara zetu kwa raha zote. Magari yanapita kwa sana, abiria wanashuka Somanga wanakula wali nazi. Kwa ujasiri mkubwa wa Mheshimiwa Rais aliweza kuidhinisha fedha kwa wakandarasi wetu. Napenda sana kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumchagua kuwa waziri wa ujenzi Bwana Abdalla Ulega. Na ninachomshukuru kikubwa kwamba Ulega alikuwa anafika kwenye madaraja haya mara kwa mara. Ndani ya mwezi mmoja anaweza kuja mara 2, mara 3 mpaka mara 4 akiwa waziri, na kuja kuyatoa maelekezo kwa watu wake wa chini. Abdalla Ulega mwenyewe alipita pale, kama unaona njia ile ya miguu hapa palikuwa hapapitiki. Alipita mule diwani huyu bwana, na mimi na wazee wengine tulimpokea pale. Ukamilishaji wa madaraja hayo umeendelea kuchochea shughuli za kiuchumi, hususan usafirishaji wa mazao ya kilimo, biashara ndogo ndogo na usafiri wa abiria. Madereva wa magari ya abiria na malori wamesema muda wa safari umepungua na gharama za usafiri na uchukuzi zimepungua, na hivyo kuleta tija. Kukamilika kwa daraja letu hili hapa la Somanga, tunashukuru kwamba ule uhaba au zile changamoto zilizotokea mwanzoni tunajua zimeenda kuisha. Kwa sasa hivi kitu tunachokitegemea ni kwamba tutafanya kazi kwa uhakika, tofauti na ilivyokuwa mwanzoni. Manake tulikuwa mvua ikinyesha basi safari yetu inakuwa na shida. Uhakika haupo. Unaweza ukaenda ukashindwa kurudi au ukashindwa kutoka kabisa. Kwa hiyo kwa hiki walichokifanya serikali tunashukuru, waendelee na sehemu nyingine kama hizi zenye matatizo. Wito wangu kwa watumia barabara, kuanzia madereva wa magari mpaka sisi wa bodaboda, ni tuwe makini na utumiaji wetu wa barabara, na pia tulinde barabara kwa usalama zaidi na mambo mengine. Mimi kwanza natoa shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea madaraja na kutuwekea
taa ambazo tunaweza tukafanya kazi sasa hivi usiku na mchana. Kiukweli lazima niipongeze serikali kwa hali zote ilivyofanya. Hivyo tunatoa shukrani za dhati kabisa, na moyo huo asiuache kuiweka Somanga katika hali njema, kuweka katika mji wetu hali nzuri, kwa sababu Somanga kiukweli kwa madaraja yaliyokuwa yamekufa kipindi kile hatukutarajia kama yatakwenda kwa wakati katika huu. Hata juzi alipokuja waziri tumepita bure wote, Bwana Ulega, kwa kweli tulishukuru sana. Katuonesha tumepita, kwa sababu Wachina wale walikuwa mpaka sasa hivi hawajaturuhusu sisi kupita bure, lakini Bwana Ulega akabidi atupitishe njia zote. Kwa hiyo sisi tumetoa shukrani sana na mambo yameenda vizuri. Kwa hiyo vile vile ipo haja wananchi wote kwa ujumla tuwe pamoja kabisa kwa kulinda miundombinu iliyokuwepo, na serikali iwe vizuri, asikose mtu kuadhibiwa. Yoyote atakachokifanya kibaya basi lazima aadhibiwe, afuatiliwe sheria kadiri ya uwezo, kwa sababu ile miundombinu tunavyoiharibu maana yake tunaitia hasara serikali. Sasa tunavyoitia hasara serikali maana yake tayari iwajibike tena serikali, hicho kitu kisipendelewe. Kwa serikali, kwa sababu kituo cha polisi kipo karibu, viongozi wote wa serikali na kuanzia ngazi ya chini mpaka juu, sisi ndio tuwe waangalizi wa miundombinu yote iliyokuwepo pale. Kwa hiyo tunachoomba, tafadhali serikali iwe tayari kwa hali yoyote kupambana na mtu yoyote ataotia uhalifu kwenye madaraja yale, iwe kutoa taa, iwe kufanya kitu chochote kibaya kinachokuwa pale. Serikali lazima iwajibishe mtu, sio bakumilia huruma aina yoyote, kwa sababu tunamwona tayari ni mbaya wetu, hawezi kutusaidia. Kwa hiyo mama, tunakushukuru sana, tunakushukuru. Fanya kazi kwa hali zote, acha kusikiliza maneno kama unavyosema mwenyewe wewe, mtu aongee aseme, lakini tunakwenda mbele. Kwa salamu kwa mama, tunashukuru, tusaidie kadiri ya uwezo, endelea kupiga kazi. Kwa bahati nzuri au mbaya, kutokana na hali ya hewa na uharibifu mkubwa wa madaraja yetu maeneo ya Somanga mpaka na Ngurukuru, lakini kwa jitihada za serikali imeweza kutufanikishia ujenzi na hivi sasa na kurudisha katika miundombinu iliyokuwa sahihi. Yaani ni jukumu kubwa, na tunaipongeza sana kwa jitihada za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wenzake ambao mawaziri pamoja na wote waliotoa michango yao na misaada yao katika kufanikisha zoezi hili, na kuipongeza pia na wakandarasi ambao waliokubali kuchukua ule mradi na kutekeleza kwa wakati, ingawa kwa tabu ngumu sana na hali ya hewa ilikuwa sio nzuri, lakini tunampongeza Mheshimiwa Rais na watendaji wake, na tayari hivi sasa kurudi katika uelekea. Kwa hiyo tunachoomba kama serikali, bado jukumu la ulinzi lipo kwetu sote, wananchi wenyewe pamoja na sisi na serikali, kuangalia na yule atakayewajibika kuona ameharibu miundombinu achukuliwe hatua za kisheria kama utaratibu unavyokuwepo. Kazi hizi zimeenda sambamba na usimikaji wa taa za barabarani katika baadhi ya barabara kuu, makazi ya watu, maeneo ya biashara, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuboresha usalama wa raia, kuimarisha biashara za usiku, kupunguza vitendo vya uhalifu, kuboresha taswira ya miji na kuvutia uwekezaji. Kwa ujumla, kipaumbele cha uwekezaji wa taa za barabarani kimeonyesha matokeo chanya na ya haraka kwa maisha ya wananchi. Ni hatua inayoakisi falsafa ya Rais ya kujenga tabasamu la utu kwa wananchi. Swala kuweka taa litakuwa na mambo manne muhimu sana. Kwanza, ile hali ya kuona kwa ufasaha mrefu sehemu ya daraja. Lakini kitu cha pili, sisi tunafanya biashara Dar es Salaam kule, unaona mitaa Kariakoo, saa 4 usiku kuna hoteli zile za kuwekwa meza za temporary, unakula mtu chakula shilingi 4, 5, 6, 7 afu umekunja 4. Kwa hiyo itakuza uchumi wetu, manake itatuajiri. Kwa hiyo Dkt. Samia Suluhu Hassan ametuletea daraja, kisha katika kuweka kwa taa, manake ameshatupa ajira. Mimi mwenyewe binafsi pamoja na uzee huu niliokuwa nayo, nitakuja kutoa funzo kwamba hata mzee unaweza ukatengeneza mazingira ya kibusiness. Na nataka nimwambie Dkt. Samia Suluhu Hassan, siku ya kwanza kuwekwa taa zile pale, vijana wa bodaboda wane wakwenda nyumbani kwao, walikuwa wanapiga stori na kungoja abiria mpaka saa 11 dakika 20 inapita basi kutoka Mtwara, ndio akajua kumbe alfajiri. Umenielewa sijui? Taa zinakuja kujenga ajira kwa vijana wetu. Taa zinakuja kuonyesha sasa hapa unafika Somanga, unakwenda njiani, unakwenda sehemu nyingine. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunaishukuru serikali ya awamu ya 6
tumepata taa, tunafanya kazi muda wote. Tunashukuru sana, na lengo lile ambalo tulikuwa tukilihitaji na hisi limetimia. Lakini pia serikali imetusaidia sana, taa zimepatikana, pia hata miundombinu ya barabara inavutia. Tangu tumewekewa taa na barabara kututengenezea, sasa hivi tunajisikia vizuri, gari zinapita bila msongamano, hata ajali sasa hivi hamna tena. Na taa zinatusaidia mwana kwa sababu ya vibaka, kulikuwa na vibaka wengi wanasumbua, lakini kwa sasa hivi tuko vizuri, hamna vibaka, tunafanya biashara mpaka saa 6 saa 7, tuko shwari, hamna shida yoyote. Kwa mamlaka, ujumbe wangu kwa kweli namshukuru Mama Samia kwa kutuletea taa na kutuletea maendeleo Mabatini. Mungu amjalie. Sasa hivi kama sasa hivi kwanza kuna mwanga, hapo yani hata kama umeme umekatika mtaani, barabarani panakuwa bado kuna usalama. Kwa sababu zamani kulikuwa na giza barabarani, yani mtaanza ukaba kule akimbilia akakata kona chap chap, kumuona inakuwa ni kazi. Ila kwa sasa hivi hata mtu akikufanyia noma anaanza akavuka barabara, unajua unamuona anapokimbilia kabisa moja kwa moja. Kiukweli mimi naona jamaa leo kataa wako vizuri. Yani huyu ni jamaa wangu, ni mmoja wapo waliotengeneza barabara hii. Sasa nikamwambia bwana, mimi nipige picha hata nyingine, hata nikiangalia hizi picha nakumbukia jamaa amejenga barabara, mambo yatakuwa fresh, wameweka na taa. Yani kiukweli nilikuwa nataka niweke kama kumbukumbu fulani, kwamba hapo niweka kumbukumbu kwamba nilikuwa na jamaa wangu watengeneza hii barabara. Bwana, kutokana na kufungwa kwa hizi taa na kusaidia mambo mengi, mojawapo wafanya biashara wadogo kama mama hapo anauza, anapata mwanga kutokana na nini? Na hizi taa zilizofungwa hapa barabarani. Na pia zinatusaidia sisi watembea kwa miguu, tunapopita tunakuwa tunapata mwanga. Kabla ya kufungwa kwa hizo taa, naona hali ilikuwa ni mbaya kidogo. Kwa sababu tulikuwa tunakosa hata wafanya biashara kama hivi, walikuwa wanufaika si chochote, kwa sababu uwezo kaja kufanya biashara sehemu kuna giza. Lakini zilipofungwa hizi taa, naona na wenyewe wananufaika kutokana na hizi taa za barabarani. Neno langu moja kwa serikali, sisi tunawashukuru sana kwa kutufungia hizi taa, kwa sababu tumepata manufaika kutokana na hizi taa. Na kama kuna zaidi ya hapa, watuongezee. Hii barabara ilivyonyanyuliwa kidogo juu, tunashukuru kwa sababu maji yalikuwa yanamwagika kuja huku kwetu. Tulikuwa tunapata maji, lakini sasa hivi hali imekuwa nzuri. Taa za barabarani zinatusaidia kwa kweli, tunashukuru taa za barabarani zinatusaidia, lakini tunashukuru zinatusaidia kiasi fulani wafanyabiashara, tunashukuru kwa sababu taa ule mwanga unakuta tunafanya biashara. Yaani tunafanya biashara muda ambao tulikuwa tunafunga mapema saa 2, lakini sasa hivi tunaenda mpaka saa 4 kwa sababu ya taa zilizowekwa barabarani. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu mpaka usiku kwa sababu kulikuwa na giza. Kwa hiyo giza lilikuwa ile giza lilikuwa linasababisha watu wasije. Kwa hiyo unakuta saa hizi watu wanaona huku kuna mwanga, kwa hiyo unakuta biashara zinaendelea kufanyika. Mimi ninamshukuru Mama Samia kwa sababu Mama Samia, na sio mimi tu, hata wakazi wa Hedaru wengi wanashukuru kuhusu Mama Samia jinsi alivyotuona kwamba Hedaru na sisi tunafaa kuletewa mataa, na sisi tumekuwa watu kama wako mjini. Kwa hiyo tunashukuru sana Mama Samia kitu alichotutendea. Aidha, serikali imelipa madai ya makandarasi wa miradi ya ujenzi wa barabara na madaraja. Ndani ya hizi siku 100 za Rais Samia ya sekta ya ujenzi, jambo kubwa ambalo Rais Samia amelionyesha kwa vitendo katika hizi siku 100 ni kasi ya uwajibikaji. Kasi ya uwajibikaji na kutaka matokeo kwa wananchi. Sasa miradi hii imekamilishwa kwa uhakika ndani ya hizi siku 100. Tulikuwa na miradi 81 mikubwa yenye gharama ya zaidi ya bilioni 500. Na katika hiyo 81, miradi 40 imekamilika kwa ukamilifu wake kama huu unaoona hapa leo. Na yote kwa hakika kabisa imekwenda kutatua changamoto za wananchi. Na yote kwa hakika kabisa imekwenda kuleta tabasamu kwa wananchi. Katika siku 100 za vitendo, serikali imeyapatia makampuni 4 ya makandarasi wanawake wazawa mradi maalum wa ujenzi wa kiwango cha lami ya barabara ya Rwanda Ibiwili yenye urefu wa kilomita 20 mkoani Songwe. Utekelezaji wa mradi huo unaendelea
na umefikia 10.4% katika kipindi cha siku 100. Makandarasi hao wamelipwa malipo ya awali yenye jumla ya shilingi bilioni 6.818. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeiona hii kazi na nimeridhika na hii kazi, na ninaomba kama nilivyosema ya kwamba fanyeni kazi wakina mama, fanyeni kazi. Wananchi wanataka kuiona barabara yao inakamilika kwa wakati, na Rais Samia amenipa maelekezo kila mahala ambako barabara zinatengenezwa hivi sasa, ukamilifu wa barabara ule ni pamoja na kuwekwa kwa taa za barabarani. Kwa hivyo na hapa Iyula na vijiji vingine vitapata taa za barabarani ili kuweza kufanya biashara usiku na mchana. Aidha, serikali kupitia wakala wa ufundi na umeme TEMESA imetoa jumla ya shilingi bilioni 10.278 kwa ajili ya ukarabati mkubwa wa vivuko vya MV Makongoni na MV Kigamboni, ambapo ukarabati huo unaendelea. Katika kipindi cha siku 100, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 20 kwa Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Majengo Tanzania TBA kwa ajili ya kazi ya ujenzi wa nyumba 150 kwa ajili ya makazi ya watumishi wa umma awamu ya pili katika eneo la Nzuguni jijini Dodoma, ambapo unaendelea na umefikia 34%. Ujenzi wa majengo mawili ya ghorofa yani block C na D yenye uwezo wa kuchukua familia 32 katika eneo la Magomeni Kota unaendelea na umefikia 78%. Aidha, ujenzi wa jengo moja la ghorofa lenye uwezo wa kuchukua familia 14 katika eneo la Ghana Kota jijini Mwanza ambao unaendelea na umefikia 39%. Ujenzi wa majengo mawili ya ghorofa ya makazi katika eneo la Canadian Village Masaki jijini Dar es Salaam umekamilika kwa 95%. Kwa hakika siku 100 za uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan zimeacha alama inayoonekana katika sekta ya ujenzi. Ni siku 100 za vitendo, uwajibikaji na kuzingatia utu wa mwananchi. Kupitia miradi ya kimkakati inayoendelea kutekelezwa nchini, serikali imeendelea kuimarisha miundombinu na kufungua fursa mpya za kiuchumi na kijamii, ambapo juhudi hizi zinajenga msingi imara wa maendeleo endelevu, ambapo manufaa yake yanamgusa mwananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla.